Mheshimiwa Bona Kamoli. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kauli ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba wapendwa wetu wanapokuwa wamepeleka wagonjwa wao na hatimaye wameondokewa na wapendwa wao, basi hospitali zetu za serikali ziweze kuachia hiyo miili, lakini bado kuna sintofahamu hospitali nyingi kuendelea kushikilia ile miili kwa kuwaomba hawa watu waweze kutoa pesa ili waweze kuachiwa miili yao. Je, ni ipi kauli ya serikali, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Bona Ladislaus Kamoli kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli kulikuwepo na utamaduni ambao ulijengeka miaka mingi wa kuzuia miili ya wapendwa wetu pale inapokuwa imetokea bahati mbaya wamefariki, kwa ajili ya kubishania kuhusu masuala ya kulipia gharama za matibabu zilizofanyika. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais alitoa ahadi wakati wa kampeni na waraka ukatolewa, na mpaka sasa tunasimamia utekelezaji wake kwamba inapotokea bahati mbaya kama hiyo, fedha isiwe kigezo cha kushikilia mwili wa mpendwa wetu anapokuwa amesha tutoka, na hasa tukitambua kwamba kuna baadhi ya imani zetu haziruhusu kukaa na mwili muda mrefu kabla ya kupumzisha. Kwa swali hili na kwa maelekezo yale ya Mheshimiwa Rais, nisisitize tena kwenye hospitali zote za umma kuhakikisha kwamba wanatekeleza maelekezo haya na watekeleze mwongozo ambao umetolewa wa namna ya kutekeleza jambo hili. Na jambo hili ni rahisi tu. Imetokea mpendwa wetu ametutoka, tunazo kumbukumbu, masuala yote ya kitabibu yamekamilika, waruhusiwe mara moja kuchukua mwili, kumbukumbu zao zinajulikana, mambo ya bili yajadiliwe wangali wameshamaliza swala la kumsindikiza mpendwa wao. Mheshimiwa Spika, nitoe rai tu kwa Watanzania wote kwamba jambo hili limekuwa likijitokeza kwa sababu ni kweli huwa tuna taratibu za masuala ya uchangiaji wa matibabu, na uchangiaji wenyewe unafuata taratibu hizo ambazo zimeorodheshwa. Unapokwenda hospitalini kuna masuala ya vipimo, kuna masuala ya dawa pamoja na mambo mengine yanayohusiana na matibabu. Lakini jambo hili Mheshimiwa Rais amekuja na jawabu la kudumu ambalo ni bima ya afya kwa wote. Watanzania wote tupokee dhana hii, tupokee sera hii, tupokee jambo hili na sote tujiunge kwenye swala hili la bima ya afya kwa wote ili tuweze kumaliza kabisa tatizo hili, Mheshimiwa Spika, la kudaiana bili ili hali ukiwa umeshaondokewa na mpendo wako. Tukishakuwa na bima ya afya kwa wote, maana yake masuala haya ya matibabu yatakuwa sasa yanaendeshwa kwa taratibu za bima, ambapo hakutakuwepo na hii mambo ya kulipia kila hatua unapokwenda pale hospitalini. Unakuwa unapata matibabu kwa kutumia utaratibu wa bima ambao ndio utaratibu ambao umeonesha mafanikio, Mheshimiwa Spika, katika maeneo mengi hapa duniani.